Yataka watu kwa maana yataka wasomeshaji na yataka wasomaji. Kama hakuna wasomaji hakuna elimu, kama hakuna wasomeshaji hakuna elimu. Vitabu vimeandikwa, vipo maktaba, pengine una maktaba yako kubwa, lakini kusoma wewe hujui kusoma, vitabu havitakufundisha. Nataka watu wavisome ili wavilete katika waqi, wafikishe kwa watu. Sasa lazima wapatikane wasomaji, lazima wapatikane watu wa kujidhahi, tadhhiya ipatikane kwa maslahi ya wengine, wapatikane watu wa kujitolea muhanga kwa maslahi ya wengine, wakae wasome ilmu kisawa sawa kabisa, wahifadhi ilmu na wengine, na wengine watapata faida hivyo hivyo za juu juu, lakini lazima kipatikane kikundi cha kusoma ilmu. Na huo ndio uhai wa da'wa yetu. Hii da'wa uhai wake kwenye ilmu, na kama tutasimama sawa sawa tukapambana katika jambo la ilmu, tukawekeza hapa na watu kweli wakakubali katika jambo hili, sisi tunatarajia mustakbali ulio mzuri baada ya miaka kadhaa huko mbeleni, kama ni 20, 25, 30 na zaidi ya hapo, kama watu watasimama sawa sawa sasa hivi kwenye kusoma, na watu wengine wakajitolea katika hilo la kusoma. Ni mmoja watu wakusaidia au hawakusaidia, achana nao, wewe jifunge katika kusoma. Pengine Allah subhanahu wa ta'ala akaja akaunusuru umma kupitia wewe, mtu mmoja tu. Allah subhanahu wa ta'ala akaunusuru umma. Sasa kwa nini uamue kwamba wacha mimi nifanye nije nusuru umma? Fanya maamuzi, na maamuzi ni wakati wa sasa wa kusoma. Jitolee katika hili, jifanye wakfu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na dini yake. Bila shaka utabarikiwa katika umri wako. Changamoto nyingi za maisha, na lau kama sio hizi changamoto za maisha, basi pengine watu wote wangekuwa maulama, au pengine watu wote wangekuwa wajinga. Lakini Allah ameweka hivi vikwazo hivi, changamoto nyingi, njaa, matatizo haya yale, ili mradi tukifika pale wakwama watoka nje, wabaki wa kweli. Yaingie makundi mengine yanaanguka, yanatoka nje, kwa sababu wale hawafai, hawasilihi katika jambo. Sasa hasara iliyoje kwamba na wewe katika, maana kama wale watu wanaopeta hivi katika ungo, yale mapumba yale ndio yanaruka yakatoka yale. Fa amma zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkuthu fil ard kadhalika yadribu Allahu al-amthal. Kwa hiyo mnaingia hivyo, watu wanachujwa tu, takataka zote zinatoka zinakwenda pembeni. Fulani yuko wapi huko, afanye kadha wa kadha. Humo katika njia ya watu wanaosoma ilmu, ushachujwa, elimu imekutoa wewe, hufai. Usijokuwa ni maskhara, wewe ukiingia tu umeingia kwenye chujio hapa, kwa utachujwa, takataka zitakwenda pembeni, kitu safi kitaendelea kubaki. Sasa watakubali kuwa ni takataka? Hawajua mimi sio kama nilishindwa, kuna 1 2 3, ndio umeshindwa hivyo tayari, umeshindwa. Mimi nina mpango baadaye, tayari wewe ushashindwa. Wapishe wenzako waende. Usishindwe bwana, usikubali kushindwa kabisa, usikubali kushindwa. Pambana mpaka dakika ya mwisho, ima tufe mpaka tufe katika njia. Hatuangalie tutafika au hatutafika, kile tufe tuwe katika njia sawa, kusoma na kusomesha. Masala mengine yote yanakwenda yanaondoka. Lakini leo mathalan tusikie bwana, kuna shughuli fulani huko mgodi huko unatema, vipi tuende kwenye mgodi? Naanza kufunga virago hapa, naondoka naenda kutafuta mgodi. Itakuwa sawa? Kwani sisi tutaki pesa? Kila mmoja anataka pesa. Lakini je, waweza kuacha jambo kama hili lenye kheri kama hizi na mwelekeo kama huu, watafuta mambo mengine ya kipuzi? Na changamoto za maisha ziko nyingi, lakini tutakiwa lazima tujitolee muhanga kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Sasa silioni jambo hili, himma kwa wanafunzi wengi hatulioni jambo hili, hatuioni ile himma ya kweli. Ndio maana kila siku kikaa sura mpya zaje kwa wingi kuliko zile za zamani. Wako wapi? Wajulikani walipo. Watu watakao wasubiri wathibiti katika haki, wasubiri wathibiti katika kusoma. Elimu yataka muda, yataka wakati, yataka watu. Na pia tukisema hivi hatukusudii kwamba watu wanataka kusoma muda mfupi au waruhusiwi. La, waruhusiwa, kwa sababu pia ni katika malengo ya maahadi hii. Mimi nataka nisome kitu kidogo, nisome hiki na hiki nijue basi. Lakini tunataka wale watu ambao wao wajitolea kwa ajili ya kuihami dini. Soma kama umepata nafasi sasa sehemu nyingine yenye faida zaidi, katika miji ahli sunna wal jamaa, katika vyuo vya ahli sunna wal jamaa, kwa maulama, khair, endelea, nenda huko kasome zaidi, kajipinde upate manufaa zaidi. Lakini kama hakuna kile kinachopatikana, basi kiwe ndio kikinge vizuri ukipate. Mbona hujafika popote tayari ushaachia? Haya ndio nasema yatatosha insha Allah. Kwa hiyo biidhnillah alkarim, kesho tutasoma. Kesho hii ni lailatu al-arbi'a, sio na lailatu al-khamis. Tutasoma lailatu al-khamis, yani kesho hiyo Jumatano kwa Alhamisi, na tuseme tusubiri mpaka Jumamosi. Jumamosi si karibu, pia mbali. Basi tutasubiri mpaka siku ya Jumamosi insha Allah, tutaanza kusoma Al-Jawharun Naqi kwa mfululizo. Alafu baada hapo ratiba zitakapoanza nyingine, tutakwenda na ratiba zitakavyokuwa kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mtatangaziwa. Kuna swali lolote mtaka kuuliza au nimewatisha, nimeleta jambo gumu? Kuna mtu yote ana swali anataka kuuliza? Hakuna. Basi tuswali. Kama kuna ya ziada kesho inshallah tutatoa ya ziada mingineyo, lakini darasa zetu inshallah tutaanza rasmi siku ya Jumamosi.